Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachorwa katuni hii, mara katuni hile. Nakemea washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, hatuwezi haturuhusu tukio hili liendelee tena. Wasijenge mazoea, wakome. Wasijenge mazoea. Kwa sababu wakijenga mazoea, Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Ninasema hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Felisa Deogratias Njau kwa mchango wako mzuri sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Tauhida Hassan Gallos. Mheshimiwa Boniface Mwitageteri ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza waziri, naibu waziri, katibu mkuu na IGP kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa ajili ya taifa hili. Niwapongeze kwa mambo makubwa wanayoifanyia Tanzania. Nikupongeze Mheshimiwa waziri. Umekuwa waziri kati ya mawaziri, lakini kwa namna ya kipekee umekuwa waziri wa kiraka pale ambapo mama anaona sasa hapa ninakuhitaji. Lakini sio hilo tu, tutume salamu jimboni waturudishie, maana wewe ni rasilimali ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niwashukuru na kuwapongeza makamishna wote, lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze kamishna wetu Kombo kutoka Zanzibar kwa kazi kubwa anayoifanya, hususan pale alipotugusa ndipo sisi wanawake viongozi wa Zanzibar kutatua na kuondosha kuhangaika na swala la unyanyasaji kwa wanawake na watoto. Kamishna, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nimpongeze na kumshukuru rais wangu mama yetu Samia, rais ambaye amekuwa rais wa mfano ndani ya nchi za Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata tabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa Tanzania tuna uvumilivu, lakini namna wanavyotuona uvumilivu tuliokuwa nao, jambo kubwa na la kupongeza, tunampongeza rais wetu kwa namna ya kipekee anavyotufundisha uvumilivu wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uvumilivu wetu pia unaimarishwa na jeshi la polisi, namna wanavyoilinda Tanzania na namna wanavyofanya kazi ndani ya Tanzania, wanatufunza wa Tanzania kuwa watu wavumilivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda mrefu sasa umepita, wa Tanzania tunavumilia na tunavumilia na tena. Lakini nafika wakati jeshi la polisi, leo wabunge tumeamua kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hatuna sehemu ya kusema, kwa sababu ukija kwenye kila sehemu mama amefanya vizuri na amelimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, mwende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Mwende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto. Lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anazungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais. Tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza, wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais. Ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Muda wote rais wetu anatuasa,
hala jirani, tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia, tumeshindwa. Hatuwezi, hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao. Bila kuweka mtu mwingine, Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini imefika wakati, Mheshimiwa Waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri. Kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angalieni kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao. Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia, lakini